Mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump katika mzozo wa Russia na Ukraine, Steve Witkoff, amesema mpango wa waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer wa kuunda kikosi cha kimataifa kusaidia usitishaji wa mapigano nchini Ukraine umekaa kisiasa na hautoweza kulisaidia Ukraine katika mzozo huo. Shirika la habari la Associated Press limesema kuwa Witkoff alitoa kauli hiyo kwa kile alichodai wazo hilo limejengeka katika dhana nyepesi kulingana na uzito wa mzozo huo na masharti yaliyowekwa na pande mbili za mzozo huo. Amesema waziri mkuu huyo wa Uingereza na viongozi wengine wa mataifa ya Ulaya wanafikra kuwa mataifa yote duniani yanapaswa kuwa kama alivyokuwa kiongozi wa taifa hilo Winston Churchill. Katika mahojiano na mwandishi wa habari anayemuunga mkono Trump, Tucker Carlson, Witkoff alimsifu Rais Vladimir Putin wa Russia akisema kuwa anampenda rais huyo wa Russia kutokana na misimamo yake ya njaa kutetea anachokitaka. Namnukuu, "Sioni Putin kama mtu mbaya, ila ni mtu mwenye akili sana," Witkoff amesema kupitia mahojiano hayo. Witkoff ambaye alikutana na Putin siku 10 zilizopita alisema rais wa Russia alikuwa mkarimu na mkweli kwake. Aliongeza kuwa Putin alimwambia alikuwa amemwombea Trump baada ya jaribio la mauaji dhidi yake mwaka jana. Pia alisema Putin aliagiza kuchora picha ya rais wa Marekani kama zawadi, jambo ambalo Trump aliguswa nalo wazi. Wakati wa mahojiano hayo, Witkoff alirudia hoja mbalimbali za Russia, ikiwa ni pamoja na madai kuwa Ukraine ni taifa bandia na kuuliza ni lini dunia itatambua maeneo ya Ukraine yaliyotekwa kama sehemu ya Russia. Witkoff anaongoza mazungumzo ya usitishaji wa mapigano kati ya Marekani na Russia na Ukraine, lakini alishindwa kutaja majimbo 5 ya Ukraine ambayo yamekaliwa kwa sehemu au kutwaliwa na Russia. Alisema tatizo kubwa katika mzozo huo ni hayo maeneo 4 yanayodaiwa ya Donbas, Crimea, mnayajua majina na kuna mengine mawili. Majimbo hayo 5 ama mikoa kwa maana ya Oblast ni Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson na Crimea iliyotwaliwa na Russia tangu mwaka 2014. Donbas ni eneo la viwanda lililopo mashariki mwa Ukraine na linalojumuisha sehemu kubwa za Luhansk na Donetsk. Witkoff alitoa madai kadhaa yasiyo ya kweli ama yanayopingwa. Alisema wanajeshi wa Ukraine huko Kursk wamezingirwa, jambo lililokanushwa na serikali ya Ukraine na halijathibitishwa na vyanzo huru vya habari. Alidai kuwa majimbo 4 yaliyokaliwa na sehemu yaliyofanya kura za maoni ambapo wengi wa watu walionyesha kuwa wanataka kuwa chini ya utawala wa Russia. Hata hivyo, kura za maoni zilifanyika tu katika baadhi ya maeneo yaliyokaliwa kwa nyakati tofauti na matokeo yake yalipingwa vikali na kutajwa kuwa batili na serikali ya Rais Volodymyr Zelensky. Alidai kuwa majimbo hayo 4 yanayokaliwa kwa sehemu yanayoongea Kirussia. Ingawa kuna sehemu nyingi za Ukraine zinazozungumza Kirussia, hii haimaanishi kwamba zinamuunga mkono Rais Putin ama Russia. Marekani inatarajiwa kufanya mazungumzo tofauti nchini Saudi Arabia na Ukraine na Russia, huku usitishaji wa mapigano katika mikutano itakayofanyika Jumapili na Jumatatu ikiendelea. Kabla ya mkutano huo, mamlaka za Ukraine zilisema kuwa Russia ilizindua mashambulizi ya drone kwenye mji mkuu wa Kyiv usiku wa kuamkia leo na kusababisha vifo vya watu 3 akiwemo mtoto wa miaka 5. Maofisa walisema watu 8 pia walijeruhiwa. Russia pia ilishambulia mji wa kusini wa Zaporizhia siku ya Ijumaa na kuua familia ya watu 3. Wakati huo, Jumapili, wizara ya ulinzi ya Russia ilisema kuwa ilidungua drone takriban 59 za Ukraine katika maeneo kadhaa kusini mwa Russia pamoja na Crimea, rasi iliyonyakuliwa kinyume cha sheria na Russia mwaka 2014. Katika mahojiano yake, Witkoff pia alirudia madai kadhaa ya Kremlin kuhusu chanzo cha uvamizi wa Russia nchini Ukraine, ambapo alisema ni sahihi kwamba kutoka mtazamo wa Russia, maeneo yanayokaliwa kwa sasa ni sehemu ya Russia. Namnukuu, "Jambo ambalo hakuna mtu anataka kuzungumzia ni kwamba kuna masuala ya kikatiba ndani ya Ukraine kuhusu kile wanachoweza kukubali katika swala la kupoteza ardhi. Wanajeshi wa Russia wanadhibiti maeneo hayo kivitendo. Swali ni je, dunia itakubali kwamba hayo ni maeneo ya Russia?" alihoji Witkoff, mwisho wa kunukuu. Kuna mtazamo nchini Russia kwamba Ukraine si taifa halisi, kwamba lilitengenezwa kwa kuchanganya maeneo mbalimbali, na hivyo ndivyo chanzo kikuu cha maoni yangu cha vita hivi. Wanajeshi wa Russia wanayaona maeneo hayo 5 kama mali yao halali tangu vita kuu ya pili ya dunia, na hilo ni jambo ambalo hakuna mtu anayetaka kulizungumzia, alisema Witkoff, mwisho wa kunukuu. Putin amesisitiza mara kwa mara kwamba mizizi ya uvamizi wake ni tishio linalotokana na upanuzi wa NATO na kuwepo kwa Ukraine kama taifa huru. Katika mahojiano na Tucker Carlson, Witkoff alisema, namnukuu, "Kwa nini wangependa kumeza Ukraine? Kwa sababu gani? Hawahitaji kufanya hivyo. Tayari wamechukua maeneo haya 5, wanamiliki Crimea na wamepata wanachotaka. Kwa hivyo, kwa nini wanahitaji zaidi?" Alipoulizwa kuhusu mpango wa Keir Starmer wa kuunda muungano walioko tayari kutoa dhamana ya usalama wa kijeshi kwa Ukraine baada ya vita hivyo, Witkoff alisema, namnukuu,
Nafikiri ni mchanganyiko wa mbinu za kisiasa na uigaji, na pia kuna mtazamo rahisi mno. Kuna wazo kwamba sote tunapaswa kuwa kama waziri mkuu wa Uingereza wakati wa vita kuu vya pili, Winston Churchill, kwamba wanajeshi wa Russia wataivamia Ulaya yote. Hilo ni jambo la kipuzi, na kwa njia yote ile tunayo NATO ambayo hatukuwa nayo wakati wa vita kuu vya pili vya dunia, amesema Witkoff, mwisho wa kunukuu. Alisema usitishwaji wa mapigano katika Bahari Nyeusi utatekelezwa ndani ya wiki ijayo ama zaidi, na kwamba hayuko mbali ama mataifa hayo hayako mbali kufikia mwafaka wa kusitisha mapigano kwa siku 30. Pia alitoa maelekezo ya jinsi Trump anavyotaka kushirikiana na Russia mara baada ya uhusiano huo kurejea kawaida. Nanukuu, ni nani asiyetaka dunia ambapo Russia na Marekani zinashirikiana kwa manufaa? Tunapaswa kufikiria jinsi ya kuunganisha sera zao na za nishati katika Aktiki, kushiriki njia za bahari, labda kutuma gesi asilia yani LNG kwenda Ulaya pamoja, na kushirikiana katika maendeleo ya akili mnemba. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo.